Mtazamaji wa Chemba Talk Show, tunayo furaha na leo tupo kwenye burudani. Katika masimulizi yetu leo tunasimulia masuala ya burudani. Najua mimi kidogo mkongwe katika masuala ya burudani. Yaani sio mkongwe kwa umri, hapana, bali nilianza kuyaangalia haya zamani. Sasa leo nakuletea mabibi na mabwana, Jacqueline Mtoyabaliwe maarufu kama Kaylin. Yeye ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao waliwahi kufanya vizuri kweli kweli kwenye masuala haya ya collabo hapa nchini kwetu Tanzania. Kwenye historia ya muziki wa Bongo Flava ni ngumu sana kumpata msanii wa kike aliyefanya collabo nyingi na wasanii wa kiume, alafu collabo zote zikawa zimefanya vizuri mtaani na kupokelewa kwa nguvu kubwa sana namna hii. Sasa unaposema kitu uwe na ushahidi. Mimi nakupa collabo 5 ambazo alifanya na wanamume na collabo hizo zote zimeenda vizuri. Nistajie msanii gani wa kike nchini Tanzania aliwahi kufanya hivyo, ama hadi hivi sasa Gen Z hawa aliwahi kufanya hivyo. Collabo 5 tu ama 3, afu niambie nani amefanya hivyo. Sasa Kaylin, collabo yake ya kwanza kabisa ambapo hii ndio imeweza kumtoa ni ile aliyoimba na Bushoke. Hii ndio collabo yake namba 1 kabisa. Alifanya vizuri, ngoma inaitwa Nalia kwa Furaha. Hii ndio collabo yake ya kwanza kubwa kwa upande wa wasanii wa kiume. Wengi walianza kumtambua Kaylin kupitia hapa. Wakati huo tayari alikuwa ameshinda taji ya Miss Tanzania. Afu Kaylin ni mjanja mno. Alisubiri, kumbe alikuwa msanii mwenyewe wa kuimba, lakini alisubiri hadi apate Miss Tanzania. Mara baada ya hapo, maana alikuwa kwenye kinyang'anyiro hicho, basi alishinda mwaka 2007 2008 nafikiri alishinda. Baada ya kushinda akaanza kutoa mangoma mfululu, na ngoma yake ya kwanza ambayo watu tumeanza kumtambua, inawezekana alitoa nyingine lakini hii ndio ya kwanza. Collabo lake la kwanza yupo na Bushoke, Nalia kwa Furaha. Hilo ndio ngoma yake ya kwanza, ilikuwa na mwanzo safari yake. Lakini ngoma yake ya pili ama collabo ya pili ambayo tunaizungumza hapa, Kaylin akimshirikisha Squeezer, ngoma inaitwa Crazy Over You. I say, hii ni collabo kubwa sana na ya moto kuotea mbali. Goma hili bwana lilivuma sana na mpaka leo wengi wakilisikia wanarudi kwenye memories zile za zamani na hatimaye kuwa sehemu ya hiyo ngoma. Kama kuna sehemu Squeezer kama vile anatupia vijembe vya matusi vile, lakini afu inakuja inakataa. Siwezi kusema hapa, lakini fuatilie ile ngoma. Bonge moja la ngoma. Mua. Lakini ngoma nyingine ya tatu ni collabo kali kweli kweli. Na mimi naweza nikasema kwamba ni moja ya collabo ambayo wewe utaniambia kwenye comment kwamba collabo ipi ilikuwa bora. Lakini hii hapa chochote utapata. Hii ndio collabo ilikuwa balaa jingine mjini. Wimbo alifanya vizuri sana kwenye radio pamoja na TV na mitaani kwa ujumla wake. Mapokezi yake yalikuwa makubwa. Ni moja ya collabo ambayo amefanya vizuri katika muziki wake wa zamani. Haikuwa rahisi. Hii amemshirikisha Nura, mzee wa Baba Styles. Huyu bwana yupo Shinyanga sasa hivi. Bonge moja la ngoma, mbupu, bonge moja la collabo. Lakini ngoma nyingine ya 4, unajua hawa walikuwa kama style zao zinaendana. Mwenzake alikuwa na style fulani na yeye alikuwa na style fulani. Mr Blue, Heli Samil. Nikipata ngoma inaitwa Nishike Mkono. Humu Blue amechapa mara 2. Yaani ameimba verse ya kwanza, alafu kaja kuimba verse nyingine. Ngoma inaitwa Nishike Mkono. Ila sasa kama Blue anaogopa vile kwenye video wakati alikuwa mdogo, anamuogopa kumshikashika na nini ile, ingia kwenye YouTube andika Nishike Mkono afu utaiona. Blue ka flow kweli katika wimbo huo. Lakini ngoma ya 5 ni Nikipata Wangu remix. Hii bwana ilikuwa na Juma Mchopanga maarufu kama Jmo. Ngoma inaitwa Nikipata Wangu. Jmo aliingia kwa nguvu kubwa kwenye verse zake 2. Aliacha alama ya kipekee. Mashabiki wengi walipokea vizuri sana, hasa kutokana na vibe la ukweli. Na ile video alishuti Adam Juma wakati anaitwa Vijurabu. Noma sana. Kama ndege fulani hivi. Wakati huo nyie mnasema sasa hivi AI, miaka 2000 AI ilikuwepo. Kaangalia ile ngoma unaweza kuniambia. Wapo kwenye bahari wanatoka na gari, kitu fulani hivi kinatokesha kule. Noma kweli kweli. Afu anapanda helikopta. AI ile imetumika kwa wakati huo. Sasa ukitaka kuamini, kaangalia hizo collabo. Sawa sawa. Lakini kifungashio ile collabo na Ismaili Nikipata Wangu wenyewe sasa. Kama haikufanya vizuri lakini bonge moja la ngoma pia. Sasa lakini ukiingia kwenye mitandao hiyo Nikipata Wangu OG huwezi kuipata kirahisi hadi utuulize Wandewa iko wapi. Sisi tunakuletea. Niambie wewe collabo ipi ilikuwa kali zaidi kati ya hizi ambazo nimekwambia. Mimi binafsi kwa kweli
kolabo ya Nikipata Wangu, Nishike Mkono pamoja na Crazy Over You. Bwana, hizi mimi kwangu zilikuwa hatari sana. Je, wewe ni ipi? Au nikwambie kwa haraka haraka afu niambie kwamba kuna kolabo ya Nalia kwa Furaha, yupo na Bushoke, Crazy Over You, yupo na Squeezer, lakini pia Chochote Utapata yuko na Nura, Nishike Mkono yupo na Baisa, lakini pia Nikipata Wangu remix. Sawa. Naitwa Amini Nyaungo, kiraka chenu hapa. Asante, naendelea kusikiliza na kutazama Chemba Talk Show.